Ukitafakari moyoni mwako, ni jambo gani unaona umefika mwisho, likabidhi kwa Yesu. Yeye ni Mungu wa yasiyowezekana, wa yasiyowezekana. Yeye ni Mungu wa yasiyowezekana, wa yasiyowezekana. Hallelujah, hallelujah, wherever you are. God bless you wherever you are. Mimi ni rafiki yako Evangelist and Apostle Emmanuel Panelo, madhabahu ya Shiloh Prayer Center Church. Kwa neema ya Mungu Bwana ametupatia neema ya kuwa mahali hapa siku ya leo, na tunamtukuza Mungu kwa sababu ibada kubwa tuliyokuwa nayo leo madhabahuni pa Bwana ilikuwa ni ibada ya ushindi wa vita zetu zote. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu Bwana ametupa maarifa, kwa sababu nilishawaambia siku moja ya kwamba ukombozi wa kwanza ambao ni muhimu kwenye maisha ya mtu kwanza ni ukombozi wa eneo la maarifa. Haleluya. Amen. Kwa tunamshukuru kwa sababu ya maarifa, tunamshukuru kwa sababu ya unabii, ukombozi na matendo makubwa Mungu ameyafanya leo. Hakika yake tumemwona Mungu kwa namna ya ajabu na ile isiyokuwa ya kawaida. Haleluya. Amen. Amen. Okay. Tunamtukuza Mungu, tunambariki sana kwa sababu ya leo, na tunamtukuza Mungu kwa sababu ya siku nzuri ya leo ambayo Bwana tena ametupa nafasi. Siku ya leo nimeambatana na mtumishi wa Mungu. Huyu ni mwalimu wa zoni ya Buhongwa. Yeye ni mwalimu wa zoni ya Buhongwa. Watu wote wanaotoka maeneo ya Buhongwa, Nyangomango na Migezi, Mkuyuni, wote wanaokuja huku yeye ndiye mwalimu wao huko. Mwalimu wa Mungu na mambo mengine kama hayo, kusaidiana kiroho na vitu vingine kama hivyo. Ni binti huyu, ni mtumishi wa Mungu. Acha kusalimia pale ulipo na kuambia utarajia kupata nini usiku leo katika kipindi hiki, na ataomba kwa ajili ya kufanya kipindi chote kwa maombi, na baada ya hapo tutaanza masomo yetu. Mungu anakubariki. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Ubarikiwe sana baba. Shalom, shalom unayetusikiliza masaa haya. Shalom, uwe na amani. Kwa majina naitwa Gloria Michael, nimeokoka na mpenda Yesu, natokea katika kanisa la Shiloh Prayer Center Church. Tuko pale karibia na Alliance Girls. Ukifika Maina Alliance Girls, tuko hapo mkono wa kulia. Utaona jengo kubwa ni Shiloh Prayer Center Church. Tuko hapo tukimtumikia Mungu. Haleluya. Amen. Mimi ni mwalimu wa zoni ya watu wanaotoka Buhongwa, Nyegezi, Nyangomango, wote hao wananiona mimi Mkuyuni. Mimi ni mwalimu wao, ninawaelekeza namna ya kufika kanisani, namna ya mafundisho, jinsi tunazoweza kukulia wokovu. Haleluya. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kulitaja tu jina la Yesu, kwa ajili ya mafundisho, na tunahitaji kila mmoja asikilize na ajengwe na atoke chini kuwekwa juu. Haleluya. Utakaposikiliza mafundisho haya yatakupatia muujiza wako, utapata kufunguliwa. Mwenye magonjwa utapona, mwenye shida mbalimbali utapata ufunguzi, mwenye maswali utapata majibu ya maswali yako leo. Leo ndio mwisho wa shida yako, na leo ndio uponyaji wako na muujiza wako utakapopatikana. Tunakukaribisha sana kipindi chetu kinapoanza, na Mungu akubariki. Amen. Mungu akubariki. Wewe ni mwinjilisti, anaweza katika hapa akaanza kupiga injili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu sana. Acha omba sasa kwa dakika moja kwa ajili ya kuanza kipindi chetu, na tuombe kwenye masomo yetu. Amen. Basi funika macho pale ulipo, tuombe kwa ajili ya kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema ni asante kwa sababu ya majira na wakati huu. Yehova, tuko mikononi mwako, ni watoto wako wa kike na wa kiume, wako wengi wanaosikiliza kipindi hiki majira haya. Nami nafungua masikio yao ya ndani, Roho Mtakatifu uguse maisha yao, ugange mioyo yao Bwana Yesu. Yeyote atakayesikiliza kipindi hiki akapate kuondoka na muujiza wake, akapate kuondoka na uponyaji. Baraka za Ibrahim, Isaka na Yakobo zikaambatane naye. Na mkabidhi mtumishi wako mikononi mwako, maneno yake nyamaze kimya, bali neno lako Bwana Yesu lipate kibali mbele zako. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Pale ulipo, Mungu akubariki. Ambaye ndio kwanza umeanza kutusikiliza, mimi naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panelo wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church iliyoko Mahina, Mwanza, jirani na shule ya Alliance Girls. Hapo ndipo Bwana ametupanda. Ukifika Mahina Alliance Girls, baada ya fence ya Alliance Girls utakutana na jengo kubwa. Hapo ndipo tulipo, na hiyo ndio Shiloh Prayer Center and Church. Amen. Nyumba ya shuhuda. Mahali hapo Mungu anawatendea watu maajabu, ishara na miujiza, na tunamwona Mungu akigusa watu kwa namna ya ajabu na makubwa kweli kweli. Bwana kweli ni mwaminifu kwa watu wake. Tumekuwa na mfululizo wa somo linaloitwa utakatifu, nguzo ya maisha ya Mkristo.
utakatifu nguzo ya maisha ya Mkristo. Na tumejifunza mambo mbalimbali tangu tumeanza, lakini hapa tulikuwa kwenye ile swali ambalo limeulizwa, kwa nini Mkristo anatakiwa kuwa na maisha matakatifu, na kwa nini mtu anatakiwa kuwa na mtakatifu? Na tumeshajibu maswali na tumeshatoa majibu mengi. Tukasema kwa sababu ndio inasimamisha uhusiano wa mtu na Mungu, tukasema kwa sababu ndio kigezo kikubwa cha mtu kujibiwa maombi. Lakini leo pia nitakufundisha kipengele kingine kimoja kwa neema ya Mungu. Watakatifu ndio watakaourithi uzima wa milele. Kwa hiyo lazima tuwe watakatifu, kwa sababu watakatifu ndio watakaourithi uzima wa milele. Itakufanya nini kupata vyote vya duniani halafu ukamkosa Mungu? Itakuwa ni hasara kuishi maisha yako unayoishi leo halafu ukakosa uzima wa milele. Itakuwa si faida kuishi unavyoishi leo na ukakosa uzima wa milele. Kwa hiyo jambo hili pia lilimfanya Petro akawa na swali kwa Yesu, na ikabidi amuulize Yesu. Lakini jambo ambalo nafurahia sana kwa Yesu alimjibu kuhusu uzima wa milele, na Yesu Kristo alimjibu Petro pia kuhusu mambo yanayohusu mambo ya duniani hapa. Yesu alimjibu Petro namna hiyo. Tukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 27 mpaka 29, maandiko yanasema, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akajibu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba nyinyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, nyinyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu au wa kiume au ndugu wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Amen. Hili ni swali ambalo Petro alimuuliza Yesu, kwa sababu anaona aliacha. Petro alikuwa ni mvuvi by professional. Kuna watu wanaitwa na Mungu kwa watumishi wa Mungu na wana kazi zao. Kuna watu wako serikalini na kazi zao na wameitwa na Mungu na wanakuwa wabishi. Nataka nikwambie, kama unasikiliza maneno haya na Mungu amekuita, na kuna mtu mwingine anakaa nyumbani, Mungu anampa msukumo, anamuita. Kuna binti mmoja alikuwa kanisani leo, ametoa ushuhuda wake, anasema alisikia alikuwa ameokoka, alafu ikafika saa akaenda mbali, akawa amerudi nyuma, na baada ya kurudi nyuma akawa amerudi kwenye maisha yale ya kawaida. Anasema alikuwa anapenda kusikiliza bongo flava, muziki ya dunia na vitu vya duniani, mambo mengine kama hayo. Lakini ikafika saa tu Mungu akamwambia rudi kundini, rudi kundini. Akaanza mwenyewe kutafuta neno, kutafuta kusikiliza mahubiri, kutafuta kusikiliza nyimbo za dini, nyimbo za kuabudu. Anatafuta mwenyewe kusikiliza. Maana yake ni kwamba Mungu anafanya nini huyu? Mungu anamuita, ameamua sasa kuacha vyote. Yes, alikuwa leo na ameshuhudia, anasema akaamua sasa kuacha, akaamua kurudi kwa Kristo, kurudi kwa Yesu. Bwana asifiwe. Anasema wakati anasikiliza, akasikiliza redio, akatusikia hapa, akachukua hatua ya kufika madhabahu. Na kama yupo anatusikiliza malango ya masaa, ninamtamkia malango yake yawe wazi kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Malango yake hayatafungwa usiku wala hayatafungwa mchana. Bwana atafunua nuru kwenye maisha yake. Amen. Na ubinti wake utakuwa ubinti lulu. Unaelewa lulu? Amen. Lulu ni madini ya thamani yanayopatikana kwa alama sana baharini. Kwa hiyo Mungu mtunzi na kumhifadhi. Sasa Petro naye akawa kama huyo binti, akaamua kuacha vyote, alafu akamuuliza, sasa nimeacha vyote, nilikuwa mvuvi, nimeacha vyote, nimeacha dhambi, nimeacha wale nilikuwa nafanya. Mtu alikuwa na wengine, mtu alikuwa na michepuko, ameacha michepuko, ameacha dhambi mbalimbali. Anamuuliza Yesu, tumeiacha vyote, tumefanya, tutapata nini? Yesu anamwambia, duniani mara 100 unasaidia uzima milele. Iko umeacha ndugu, umeacha mke, umeacha vitu, umeacha mashamba, umenifuata, duniani utapata mara 100. Maana yake kwenye ulimwengu huu sasa Mungu ameahidi kuwabariki watu wake mara 100. Kwenye ulimwengu huu leo yeye ameahidi kuwabariki watoto wake mara 100. Mara 100 kwenye uchumi, mara 100 kwenye ndoa nzuri, mara 100 kwenye familia nzuri, mara 100 kwenye kazi nzuri, na zaidi ya yote uzima wa milele. Lakini hapa kuna kigezo cha kuacha vyote, kumfuata. Unaelewa? Amen. Unaelewa? Yes. Petro anasema tumeacha vyote, tumefanya nini? Tumekufuata. Sasa naona unatakiwa ukae hapo na ujitathmini. Kuna mtu mwingine anamtaka Mungu lakini bado anang'ang'ania uganga. Anamtaka Mungu na bado anang'ang'ania uchawi. Anamtaka Mungu na bado anang'ang'ania ibilisi. Na sasa Mungu leo kwa mtu hapa ananisikia na ameteswa. Na ameteswa na waganga wa kienyeji. Kuna ushuhuda mmoja, baba mmoja alisema aliwahi kutembea mpaka Tanga anatafuta tiba kwa waganga wa kienyeji na hajapata tiba. Ametumia pesa nyingi, ametumia vitu vingi, lakini sasa alipokuja kwa madhabahu ya Bwana, Bwana akamjibu.
Amen. Sasa watu wa Mungu lazima uelewe, Mungu anaposema nitakufunulia hazina za mbinguni, duniani nitakupa mara 100 na zaidi uzima wa milele, anamaanisha mara 100 kuna kigezo cha kumfuata Yesu na kuacha vyote, kuamua kabisa kutoka moyoni mwako kuacha vyote vya duniani na kumpa Yesu maisha. Nami nakutangazia katika jina la Yesu Kristo, Bwana akupe neema ya kumfuata kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa nafsi yako yote, katika jina la Yesu. Amen. Sasa utagundua kati ya thawabu za muhimu sana ambazo mwanadamu anazipata baada ya kuokoka ni kubarikiwa duniani mara 100, na hataishia hapo tu, lakini pia ataurithi uzima wa milele. Hakuna faida ya kupata vyote duniani alafu baadaye baada ya kufa ukaishi kwenye ziwa liwakalo moto na kiberiti. Maana maandiko yanasema baada ya kifo ni hukumu. Mtu asikudanganye baada ya kifo kuna story. Wala kuna kubageni na Mungu. Baada ya kifo ni hukumu. Ukimaliza umemaliza duniani. Ndugu zetu Waislamu wanasemaga swali kabla hujafanya. Hujaswaliwa. Wewe una muda wa kuswali. Unaweza kuswaliwa my friend. Ni bora umpe Yesu maisha leo na mambo yawe sawa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bora umrudie Yesu na mambo yote yawe sawa katika jina la Yesu. Lakini Bwana ameahidi duniani mara 100 na zaidi uzima wa milele. Kwa hiyo mara 100 utapata neema, mara 100 utapata kibali. Kwa hiyo kumfuata Kristo haimaanishi tu umfuate alafu uwe maskini. Hii imewatesa watu wengi sana. Anafikiri kuokoka ni kuwa maskini, kuokoka ni kukosa ndoa nzuri, kuokoka ni kukosa kazi nzuri, kuokoka ni kukosa maisha mazuri. Utakuwa na Yesu ndani ya moyo wako, na zaidi ya yote utapata dunia uzima wa milele. Sema amina. Amen. Amen. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 16 na mstari ule wa 26, maandiko yanasema, kwani itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake na malaika zake, ndipo atakapomlaki kila mtu kwa kadiri. Ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kwa hiyo watu hawalipi kwa kadiri ya maombi walioombewa baada ya kufa. Watu wanalipwa kwa kadiri ya matendo yao. Kai amando sika taya lipota ya masika. Watu wanalipwa kwa kadiri ya matendo yao. Na ndio maana ni muhimu kumpa Yesu maisha na kuamua kuishi sawa na mapenzi yake baada ya kuokoka, ili parapanda ya Bwana itakapolia tuweze kumlaki Yesu mbinguni, kwa sababu mwisho upo na mwisho umekaribia. Kwa hiyo kwa sababu kuna mwisho upo, pia lazima uishi maisha ya uhakika juu ya maisha yako ya baadaye baada ya kufa. Katika kaa chini, tafakari safari yako baada ya maisha haya tunaishi duniani, utakuwa wapi? Kwa sababu kuna njia mbili. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 sura 19, nitazishuhudia mbingu na nchi yenu hivi leo kuwa nimemwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Kali ya manonda sotaya. Na ninasikia Roho Mungu ananipa ruhusa ya kuishia hapa kwenye mafundisho ya leo. Amen. Mbona baba leo amehubiri kidogo? Bwana ametupa ruhusa ya kuhubiri mpaka hapa, alafu tupokee simu na tuombe watu. Amen. Kuna jambo Mungu hapa ananisemesha na ananiambia kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 30 sura ya 19, anasema nazishuhudia mbingu na nchi yenu hivi leo. Yaani Mungu ndiye amekaa mbinguni, anasema anazishuhudia mbingu na nchi yetu leo, ya kwamba ametuwekea njia mbili, uzima na nini na mauti, baraka na nini na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Kwa hiyo kitendo cha kuchagua ni kuchagua, kitendo cha kuwa mzima ni kuchagua, kitendo cha kuwa hai ni kuchagua. Ndio maana unaamua unachagua unalala nyumbani au unaenda nyumbani mwa Mungu kanisani. Na vile Jumapili umelala tu na umeamka na unalala tena na unaamka week after week na hujapata muda na Mungu. Kwa sababu maisha ni kuchagua. Maandiko yanasema kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ninazishuhudia mbingu na nchi kwamba nimewawekea uzima na laana, nimewawekea uzima na mauti, nimewawekea baraka na laana. Chagua leo unaenda njia gani. Lakini anasema tena nakushauri bora uchague uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Nami nakutamkia katika jina la Yesu Kristo, popote pale unaponisikiliza, nakutamkia uwe hai kwa jina la Yesu Kristo. Nakutamkia uwe hai kwa jina la Yesu Kristo. Nakutamkia uwe hai kwa jina la Yesu Kristo. Malaana yasikushike kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa yasikushike kwa jina la Yesu Kristo. Chagua uzima leo kwa jina la Yesu Kristo. Mateso yasikushike kwa jina la Yesu Kristo. Madeni yasikuzuie kwa jina la Yesu Kristo. Utasa usikuzuie kwa jina la Yesu Kristo. Umasikini usikuzuie kwa jina la Yesu Kristo. Hali mbaya usikuzuie kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza usikuzuie kwa jina la Yesu Kristo.
Nikatabasani sikuzuie kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akufungue kwa jina la Yesu. Bwana kuangazie mwangaza wa nuru yake. Bwana kuangazie neema yake. Bwana ifunue neema kwa maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninampiga kila malaika wa giza aliyesoma kinyume na maisha yako, akamatwe na nguvu za Bwana malanga masaya, na Bwana Mungu akuweke kuwa huru tangu sasa. Uwe hai, uishi, uwe hai, uishi, uwe hai. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Kuna mtu amenipigia simu wakati ndio nakuja redioni. And actually alituma jumbe akasema atafika madhabahuni pa Bwana leo, lakini sijui kama alifika wala. Ndio amenipigia simu, amepiga simu ya huduma wakati tunaingia redioni hapa, nikimwambia tuingie redioni kwanza nikuhudumie. Akaniambia anaendelea vizuri. Yes, nadhani kwa mgonjwa na tulimwombea. Lakini anasema anaye mgonjwa, nataka nimuondoe huyo mgonjwa wako. Na wewe mwingine ambaye una mgonjwa pote pale ulipo, unaweza ukakamata mahali anapoumwa, ama yeye mgonjwa kama ana nguvu akamate mahali anapoumwa. Na kama ni mgonjwa wako yuko mbali na hapo ulipo, chukua imani kwa ajili yake. Upako hauzuiwi na umbali. Nguvu ya Mungu haizuiliwi na umbali. Oh, yes. Nguvu ya Mungu haizuiliwi na umbali. Yes. Yes. Amen. Umbali ni kigezo kwa Mungu. Wewe wale nataka nikuombea katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu. Nasikia kuna mtu anaumwa na miguu na mtu mwingine amevunjika katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu. Ila aliyeumia miaka mingi na mifupa imegoma kuunga, rabadia zotaya makeli ya pasika talia koli ya mande rebokori ya basika, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu haki, ninaachilia nguvu ingie ndani yako, ninaachilia uwezo wa Mungu kufunike, ninaachilia uzima na afya kufunike, ninaachilia neema ya Mungu kufunike, ninaachilia afya na kupona, 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 ninauliza afya na kupona, ninauliza afya na kupona, afya na upone, afya na upone, afya na upone katika jina la Yesu. Hautakufa bali utaishi, nawe utakuja madhabahuni pa Bwana kuyasimulia matendo ya Mungu aliyokutendea hivi leo, na kutangazia hautakufa. Hautakufa na magonjwa, hautakufa kwa madeni, hautakufa kwa pressure, hautakufa na kisukari, hautakufa katika hali hiyo, hautakufa kwenye mateso hayo, hautakufa kwenye shida hizo. Bwana Mungu atakuangazia mwangaza wa nuru yake. Bwana Mungu atakuokoa. Bwana Mungu atakusaidia. Bwana Mungu atakutendea. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bwana akuatamie mwangaza na nguvu zake Bwana zikufunike tangu sasa. Uwe hai, uwe hai, uwe hai katika jina la Yesu. Amen. 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 Msikilizaji, ikiwa ndio kwanza umetune redio yako na unatusikiliza, mimi naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Pamela. Bwana amenipaka mafuta ya uinjilisti na utume, na ndio maana niko hapa na kuhubiria habari za msamaha. Uinjilisti sio kuhubiri habari za dhambi. Uinjilisti ni kuhubiri habari za msamaha wa dhambi. Hapo wainjilisti wenzangu na sehemu wanafeli. Anahubiri tu kwamba acha pombe. Unakunywa pombe utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Nisikilize. Hatuhubiri tu kuhusu dhambi, tunahubiri kuhusu msamaha wa dhambi. Mwambie leo kanisani kuna watu wamekosa tumaini la maisha. Anafanya kazi ngumu. Amekosa furaha ya maisha. Na mkuta anakunywa mipombe. Lakini adui amepitia kwenye ugumu wa maisha. Anakosa faraja. Hajui amekosea nini, hajui shida yake ni nini. Maisha yamemgonga, yamempiga. Kwa hiyo watu wanahitaji tumaini. Kwa hiyo uinjilisti nimekwambia kwa sababu Bwana ameniita katika wito huu wa kiinjilisti. Uinjilisti ni kuambia watu kuhusu msamaha wa dhambi zao. Amen. Na kuwatoa kwenye mateso yao. Bwana anipaka mafuta na usiku leo Bwana atakutendea katika jina la Yesu. Amen. Ikiwa ndio kwanza huyo ametoa message anasema Adrea, Mungu amponye na kumfungua katika jina la Yesu. Ikiwa kwanza ndio umetune redio yako, mimi naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Pamela, madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church iliyoko Maina Mwanza, jirani na Alliance Gallows. Ukifika hapa Alliance Gallows, mwisho wa fence ya Alliance Gallows utaona jengo kubwa. Hapo ndipo tulipo. Jengo kubwa na lina milango miwili ya kanisa. Hapo ndipo tulipo na ndipo tunapomtumikia Bwana. Ukifika hapo ni mahali ambapo utafunguliwa, mahali ambapo utaponywa, mahali ambapo utainuliwa na Mungu atakutendea ajabu, ishara na miujiza kabisa. Mungu wetu ni Mungu wa maajabu na ni Mungu anatenda makuu, hakuna Mungu kufananishwa naye. Namba zetu za huduma ni 0618671273. Kwa namba hizo unaweza ukapiga simu na ukahudumiwa kabisa na Mungu wa mbinguni akakusaidia kwa namna ya ajabu isiyokuwa ya kawaida.
Ukipiga simu kwa namba hizo utahudumiwa na Mungu atakusaidia. Na tuko tayari kupokea simu za watu wa Mungu ambao wanaweza kupiga simu zao hapa kwa namba 0 hiyo namba. Pia kama unakuja kanisani unaweza kutoa taarifa na watu wa Mungu wakakupokea vizuri. Amen. Huyu mtu amepiga simu hapa, Mungu akubariki. Huyu amewahi kweli. Kwenye line halo. Halo, naita nani, napiga simu kutoka wapi? Tafadhali unaweza kuongeza sauti yako kidogo? Halo. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Elizabeth huko Buongwa. Ndio Elizabeth, karibu tukuhudumia na Bwana akutendee. Tunakusikia kwa chini sana. Unaweza kuongeza sauti yako kidogo? Ndio, tukusikilize. Kai, Elizabeth simsikii kabisa, anaongea kwa sauti ya chini sana. Amekata simu, lakini Elizabeth, Mungu akufunike na kukuatamia. Ninaziamuru mbingu zikulinde na kukuhifadhi kutoka Buongwa, na Bwana awe nguvu zako. Kwenye line halo. Malaba, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Irene kutoka Ndofe Igoma. Kutoka Ndofe Igoma. Mungu akubariki, karibu sana. Amina baba. Mimi nina shida ya ukimwi. Naomba unisaidie. Una shida ya nini? Umeshanichumbua sana kuanzia mwezi 6 mwaka jana. Tangu mwezi wa 6 mwaka jana mguu umekusumbua? Una shida gani mguu wako? Wangu yani hata sijui niongee. Yani inauma mpaka chini ya unyayo. Inauma mpaka kwenye unyayo? Sawa, hapo ulipo inaachilia nguvu za Mungu zikufikie kwa jina la Yesu. Anza kukanyaga chini mguu huo unaouma. Naachilia nguvu, na nyamazisha maumivu, na nyamazisha mateso katika jina la Yesu. Na nyamazisha maumivu na mateso, uwe hai katika jina la Yesu. Naondoa mauti iliyotumwa kwako kwa njia ya mitego ya uchawi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye. Umefunguliwa sasa, uko huru katika jina la Yesu. Halo. Baba. Ndio, Bwana amekufungua sasa, uko huru. Amen. Nakukaribisha madhabahuni pa Bwana kwa ajili ya ukombozi, na Mungu atakutendea matendo ya ajabu ambayo akili zako hazijawahi eleza wala elewa. Utakuja muda si mrefu. Mungu akubariki, karibu sana. Watu wa Mungu wanakupenda pia. Amen. Naona tuna changamoto ya mtandao sijui, lakini tutaenda pamoja tu. Yeye anasema tupo Maina, tunabarikiwa sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki kutoka Maina na Bwana akufunike. Huyu anasema naitwa Thomas kutoka maeneo ya Butimba. Nimepata ajali ya pikipiki, nimevunjika mguu. Kwa maombi yako na tumaini nitapona. Okay, wow. Thomas, kama mguu na uuma huo, nami naachilia nguvu sasa, uwe hai. Thomas sijui yuko Butimba hospitali au yuko Butimba anaishi maeneo ya Butimba. Mungu anataka amfungue huyu. Thomas, kwa nini umekuwa mzima na umekuwa hai katika jina la Yesu Kristo, utakuja kushuhudia. Na nina hesabu siku 21 kuanzia sasa Thomas utakuwa mzima. Lakini ninakupatia assignment ya kufika madhabahuni. Uzuri tunaye mwalimu wa zoni ya Buongwa hapa ambao wanapita maeneo ya huko Butimba. Naweza mkaja nao siku ya Jumapili. Ninakupa agizo la kuja madhabahuni pa Mungu. Hakika yake utaondoka ukiwa umeacha magongo yako kanisani. Wewe utaenda na miguu yako unatembea vizuri. Bwana atakutendea na kukufungua katika jina la Yesu. Amen. Huyo anasema baba, leo baada ya ibada nimepata neno la faraja kutoka kwa mume wangu.
Bwana anijibu maombi yangu Baba. Wow. Amen. Wow. Amen. Wow. Aha. Hapa nilitamani wawepo wapiga vigelegele. Bwana nyewe mlioko hapa mwezi kupiga vigelegele. Hallelujah. Amen. Yes, anasema wow. Muwe mnaomba maneno ya faraja wake zenu. Maandiko yanasema ishini na wake zenu kwa akili ili maombi yenu yasizuiwe. Kuna wanaume wanaomba na wajibiwi na wanadhani wanateswa na mizimu. Kumbe hawateswi na mizimu. Ni kwa sababu tu wameshinda kuishi na wake zao kama neno la Mungu linavyowataka. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akubariki na Mungu kutunza na kuhifadhi. Majina yangu ni Evangelist and Apostle Emmanuel Pamelo wa madhabahu ya Shiloh Placenta Church. Kwa neema ya Bwana, kwa neema ya Bwana tupo Mahina jirani na Alliance Gelos, na hapo ndipo tunamtumikia Mungu na Mungu anajifunua kwa namna kubwa na ya ajabu, na Bwana ni mwema kwa watu wake katika jina la Yesu. Kuna yule mtu wa kwanza alinipigia simu hapa. Ninamwombea Yesu Kristo amfunike na kumwekania. Huyu mwenye namba inaishia 63 ambaye hatukuweza kusikilizana. Huyu mwingine mwenye namba inaishia 94 anatoka Igoma, ninamwombea pia Bwana amfungue. Huyu anayesema ana shida ya miguu, ninamwombea Bwana amfungue katika jina la Yesu Kristo. Amen. Huyu Andrea naye ninamwombea Bwana amfungue katika jina la Yesu Kristo. Amen. Namba zetu za huduma ni 0618671273. Ikiwa unatoka maeneo ya Buhongwa, unatoka maeneo ya Nyangomango, unatoka maeneo ya Iseni, kuna mwanangu mmoja wa Iseni anaitwa Victoria. Ni mfuatiliaji sana vipindi vyetu. Kila ibada tunapokuwa mahali hapa huwa anatuma message. Nawe ninakuombea Bwana akufunike na kukuatamia katika jina la Yesu. Amen. Amen. Unatoka maeneo yote ya Nyegezi Kona, kuna watu wanatoka Nyegezi Kona, unatoka maeneo yote ya huko Buhongwa, unatoka maeneo ya wapi kule kwenye chuo kile kinaitwa Malimbe. Yes, unatoka huko Malimbe, unatoka Swea, unatoka Mkuyuni, unatoka maeneo gani yote huko, njoo paka Buzuluga, shuka kituo cha Buzuluga, panda bajaji zinazokwenda Mahina. Panda bajaji zinazokwenda Mahina, shukia kituo cha Mahina Alliance, alafu uliza Alliance Gelos. Kanisa la Mungu lipo jirani na Alliance Gelos. Hapo ndipo tulipo, karibu na Alliance Gelos. Hello. Amen. Karibu na Alliance Gelos. Hapo ndipo tulipo. Ikiwa unatoka maeneo ya Kisesa, unatoka Igoma, kama wewe unasema unatoka Ndofe, Igoma, unatoka Igoma, unatoka Kisesa, unatoka Kishiri, unatoka Nyamongolo, unatoka Kanyama, unatoka Magu, maeneo yote huko Bujingwa, Fela, njoo mpaka Buzuruga, panda bajaji zinazokwenda Maina, shukia kituo cha Maina Alliance. Kanisa lipo karibu na Alliance Gelos. Alliance Gelos. Kama unahisi unasahau, unaweza ukapiga simu namba 0618 671273 0618671273. Ukifika Maina Alliance Gelos au ukifika maeneo yote yale, ikiwa unakuja madhabahuni pa Bwana, ukipiga namba hizo utapokelewa vizuri na utaelekezwa na utafika mpaka madhabahuni pa Bwana. Na huyo mtu message anasema, baba, mimi mume wangu hajaokoka lakini anacheza kamari, na nikimwambia aache kucheza anisikilizi, akipata mahela yote anaenda. My gosh, pole kwa changamoto hii, lakini nakuombea mwanangu uwe hai kuanzia sasa. Mungu afanye ajabu na ishara kwenye maisha yako. Amen. Nami narejesha fahamu zake kwa jina la Yesu. Amen. Narejesha fahamu zake sasa kwa jina la Yesu. Amen. Narejesha fahamu zake sasa kwa jina la Yesu. Narejesha fahamu za mume wake tangu sasa kwa jina la Yesu. Na ninatangaza wokovu kwenye nyumba yako. Lakini pia nakutangazia wewe pia wokovu. Fika madhabahuni kwa Bwana kwa ajili ya malezi ya kiroho. Lakini pia anza kumwombea mume wako. Nami namwombea kwa jina la Yesu Kristo, roho hiyo ing'oke ndani yake. Na ninakupa maelekezo ya kuanza kumwombea mume wako kila siku. Hakikisha unapata wakati wa kumwombea. Bwana ampe ufahamu mwema. Bwana ampe ufahamu mwema. Mungu akubariki mume wangu pote pale ulipo. Amen. Nakuomba Yesu akutendee. Amen.
Anasema niko Maina, tunabarikiwa. Mungu utunze, Mungu kuhifadhi na kukuhifadhi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Na tunamtukuza Mungu kwa sababu ya ibada ya leo. Imekuwa ibada kubwa, imekuwa na shuhuda, ajabu, ishara, miujiza, unabii na matendo ya Mungu yameonekana kwa namna ya ajabu. Bwana ametufundisha kwa namna isiyo ya kawaida. Na nilitamani hapa angalau tusikilize ushuhuda mmoja. Tusikilize ushuhuda mmoja tu. Na baada ya hapo tutaomba na tutahitimisha kipindi hiki. Acha tupokee simu alafu tutasikiliza. Kama tukikosa wakati leo, basi siku ya Ijumaa tutaitumia kwa ajili ya hiyo. Kwenye line, alo. Amina, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Kutoka National. Karibu sana mtu wa Mungu. Pole kwa changamoto. Yesu Kristo akutoe kwenye sintofahamu. Yesu akutoe kwenye sintofahamu katika jina la Yesu. Amina. Na ninakupa maelekezo ya kufika madhabahuni siku ya Jumapili. Bwana Mungu atakuatamia, atakufundisha na nguvu za Mungu zitaingia ndani yako. Hautabaki na maisha uliyokuwa nayo zamani. Amen. Na ninakuombea tangu sasa Bwana akufungue. Lakini naona umepigwa na roho ya kutapanya. Kuna roho mtu ya kutapanya. Unakusanya vitu na vishikiki, vitu vinapotea. Ninakuombea Bwana akutendee na Mungu awe pamoja nawe kwa jina la Yesu kuanzia sasa uko hai. Huyo anasema baba, mguu unanisumbua sana baba yangu. Very sorry. Pole sana mwanangu. Ninakuombea Mungu akufungue na uwe hai kuanzia sasa. Amen. Lakini huyu mtu afike madhabahuni afunguliwe kabisa. Kuna mwanamke leo wakati tunaomba tukasema kuna mtu ameulishwa vyakula vya kimapopo. Wakati tunaomba Mungu akamfungua. Huyo anasema naitwa Victoria. Wow, huyo binti Victoria amekuwa akitutumia message kila tukiwa kwenye ibada hii. Mami nakuombea Victoria, Bwana akufungue na akupe kicheko. Anasema naitwa Victoria toka Isenyi, naomba Mungu anipe kicheko na furaha kwenye ndoa yangu kama huyo dada mlimpigia vigelegele na mimi ikawe amina. Wow. Na wewe utakupigia vigelegele kwa jina la Yesu. Kwa sababu Bwana atafanya na kwako. Haleluya. Amen. Karibu madhabahuni pa Bwana usikose. Popote pale ulipotusikiliza, mimi ni rafiki yako Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Placenta Church iliyoko Maina Mwanza, jirani na Alliance Gelos. Namba zetu za huduma ni 0618671273. Mahali popote unapotoka unaweza ukapiga simu hiyo na ukaelekezwa na ukafika madhabahuni vizuri. Tuko Maina Alliance Gelos. Bwana Mungu akuatamie kwa mwangaza wa mbinguni. Funika macho nikombe pale ulipo. Bwana Mungu akuatamie kwa mwangaza wa mbinguni. Ndani ya Yesu Kristo ile nguvu zako. Nguvu za Yesu Kristo zikuatamie. Bwana Yesu akulinde. Bwana Yesu akuongoze. Bwana Yesu akufunike. Bwana Yesu akuongeze. Bwana Yesu akuatamie. Nguvu za kuzimu zisikuweze. Malaika wa giza wasikuweze. Mipango ya adui isikuweze. Uchawi usikuweze. Na kuingiza katika agano la kulindwa na Mungu. Maana maandiko yanasema maana sisi tunalindwa na nguvu za Mungu. Tangu sasa umelindwa. Wewe unayeumwa mguu, nimetangaza uzima kwenye maisha yako. Na utapata hatua Jumapili, utafika madhabahuni pa Bwana na hautateswa tena. Katika jina la Yesu aliye hai. Nimekutangazia uzima, nimekutangazia uzima. Jumapili tutakuwa na ibada kubwa ya prophetic healing and deliverance. Ibada ya unabii, ukombozi na kufunguliwa. Usikose ibada hiyo. Shalom. Tukutane pia Ijumaa muda na masaa kama haya. Shalom.